Haya, ligi zimerudi tena na leo patakuwa na mechi kibao sana pale katika bara la Ulaya. Kama ni mgeni kwenye channel yangu, hakikisha umesubscribe hapo, kwa sababu hapa nakupatia tips ambazo hizi ni za uhakika zaidi, japo mimi mwenyewe sichezi uwanjani, lakini nakupatia tips ambazo pengine zina possibility kubwa haya kutokea. Mechi mbalimbali zitakuwepo pale Uingereza FA, lakini pia pale nchini Hispania pia pana games. Madrid po uwanjani, Atletico pia pale nchini Ujerumani Bundesliga pia pana games. Kwenda kule Scotland pia kina Celtic wapo uwanjani, Uholanzi pia kuna mechi, mpaka kule Ureno kina Sporting CP, Sporting Lisbon pia wapo uwanjani. Kwa moja mimi nimekuchagulia game kadhaa ambazo hizi na uhakika moja kwa moja zina uwezekano wa kutoa kile ambacho wengi wanaweza kahisi kwamba kinaweza kutokea, na pengine unaweza kubahatika ukaokota chochote kitu kwenye makampuni mbalimbali ya huko kwa Wahinde. Bwana, pale FA ya leo ni ngumu sana kwa sababu Brighton yupo nyumbani dhidi ya Nottingham Forest. Game ya mwisho walibamizwa mabao 7-0. Lakini pia ukumbuke pia Crystal Palace atakuwa ugenini dhidi ya Fulham. Game ya mwisho alishinda pia katika uwanja huo mabao 2-0. Kwa hiyo games za leo zinaonekana kuwa ngumu sana. Lakini pia pale nchini Ufaransa pia pana games. Vijana wa Saint-Etienne wao watakuwa nyumbani dhidi ya PSG. Paris Saint-Germain pia ni bunge moja la game. Reims pia atakuwa nyumbani dhidi ya vijana wa Marseille. Nice pia atakuwa ugenini dhidi ya Monaco. Kwa games zipo za kutosha sana, na mimi nimekuchagulia game kadhaa. Hakikisha umekwenda kama vile ambavyo unakuwa nimekuelekeza. Licha ya kwamba mimi pia naonekana sichezi uwanjani, lakini nimeshafanya utafiti wangu mzuri, na pengine kile ambacho naweza nikakwambia kikawa na possibility kubwa zaidi ya kutokea. Kwa moja tuende kwenye games ambazo hizi nimekuchagulia, ambazo hizi possibility yake ya kutokea ni kubwa sana. Haya, game ya kwanza tuanzia pale nchini Ujerumani, Bundesliga, Bayern Munich dhidi ya St. Paul. St. Paul nimewafuatia sana katika game zao za hivi karibuni, wakiwa nyumbani kwao wameonekana kuscore magoli sana, lakini mbele ya Bayern pale ambaye jana ukikumbuka Bayern Leverkusen ngatoka kupata ushindi, na ule ushindi maana yake moja kwa moja anazidi kumsogelea kuongeza ile gap la point kwa dogo dhidi yao kwenye ile title race. Kwa moja leo Bayern anakwenda kupambana kivyote vile, anakwenda kustruggle kuhakikisha kwamba anapata ushindi. Kwa moja wewe kwenye kubeti kwako siku ya leo mlinde tu Bayern kwamba za Bayern shinde, lakini pia Bayern au asare, lakini pia mechi nzima kutoa magoli kuanzia 2 na kuendelea ni kitu ambacho kitakuwa hakizuiliki. Kwa hiyo mechi nzima kutoa magoli 2 ni option nzuri zaidi, au hata magoli 3 pia ni option nzuri. Kwa moja kwenye Bayern dhidi ya St. Paul, ondoka nayo magoli 2 au magoli 3, au ukiamua mpatie Bayern ashinde mazima. Haya, hiyo ni game ya kwanza, lakini kwa hapo nchini Ujerumani na kwa nimemaliza game zingine achana nazo kwa sababu moja kwa moja hazieleweki. Mwingine anafungwa nyumbani, mwingine anafungwa ugenini, kwa hiyo ni ngumu sana kuzitabiri moja kwa moja. Hiyo game ya Bayern magoli 2 mpaka magoli 3 ni kitu cha uhakika, lakini pia Bayern kushinda ni kitu cha uhakika. Haya, game nyingine ni pale nchini Hispania. Real Madrid atakuwa nyumbani dhidi ya vijana wa Leganes, na ukumbuke Leganes ni miongoni mwa timu nzuri, lakini pia pale kwa Madrid ambaye anahitaji aingie kwenye title race, na ukumbuke game za title race nyingi huwa watu wanashinda, ujue kwenye title race kama unakuwa na sare unapoteza, maana unazidi kujitoa kwenye dila. Kitu atakachokifanya leo Real Madrid moja kwa moja anakwenda kufunguka kuhakikisha kwamba anapata ushindi kwenye hii game dhidi ya vijana wa Leganes, na kwa guarantee game moja kwa moja pia magoli 2 ni kitu ambacho kitakuwa kizuiliki. Hata kama vijana wa Leganes watascore, lakini ukumbuke kwamba Madrid atapata kuanzia magoli 2 na kuendelea. Kwa hiyo unaweza kaamua umpatie Madrid apate kuanzia magoli 2 over 1.5 kwa Madrid, lakini pia Madrid hata ukimpatia ashinde, lakini pia mechi nzima kutoa magoli 2 au magoli 3 pia ni option nzuri. Lakini option nzuri kabisa ya kuondoka nayo ni Real Madrid apate magoli 2 over 1.5 kwa upande wa Real Madrid. Hapo nimeshamaliza. Haya, lakini pia game nyingine ni hapo katika nchi ya Hispania. Ukumbuke Atletico yupo ugenini dhidi ya Espanyol, na Espanyol ni miongoni mwa timu ngumu akitokea kule Barcelona, lakini Atletico moja kwa moja ameondolewa katika mashindano. Ukumbuke ana semifinal dhidi ya Barcelona wiki ijayo ya Copa del Rey, lakini kwenye ligi ya mabingwa washaondolewa. Maana kikombe ambacho anawania zaidi pengine kwenye ligi hapa afanye vizuri, hata pengine aingie kwenye title race pia, kwa sababu kaacha point 7 na Barcelona. Kwa maana yake uwezekano wa kurudi kwenye title race bado upo, kama tu atajipatia ushindi na Madrid atapata sare hivyo. Kwa moja leo Atletico Madrid pia anakwenda kuforce kwa namna yote, anakwenda kuhakikisha kwamba anapata bao, ikiwezekana hata ashinde hata 1-0, anza kashinda leo Atletico dhidi ya Espanyol, lakini kwa guarantee Atletico apate goli. Kwa Atletico to score, Atletico apate goli mbele ya vijana wa Espanyol, licha kwamba atakuwa ugenini pale Barcelona. Haya, hiyo ni game ya 3. Game nyingine ni game katika taifa la pale nchini Italia. Juve atakuwa nyumbani dhidi ya Genoa. Ukumbuke game iliyopita pia Juve mambo yamekuwa magumu. Ukumbuke mambo yamekuwa magumu kwa upande wake. Sasa hivi amekuwa akipata sare nyingi sana kwenye ligi, lakini pia hata ushindi wake umekuwa ni wa range ndogo ya mabao. Yaani akipata ushindi tunaona kama ushindi ule mkubwa ambao aliupata dhidi ya vijana wa Empoli, akapata ushindi mabao 4-1, ndio ushindi wake mkubwa. Ushindi mwingine ni 2-1, 1-0, sare 1-1 bila. Kwa hiyo leo pia
anakwenda kupata goli, lakini pengine hata hii game ikaisha sare pia, ikaisha hata 1-1, lakini Juventus anakwenda kupata goli. Kwa moja kwa moja wewe kwenye betting yako hakikisha tu umemlinda Juventus, kwamba Juventus double chance, lakini pia Juventus apate goli. Hiyo ni option moja nzuri sana, Juventus over 0.5 na kuendelea, hata ikipata magoli 7 magoli 8, lakini wewe mweke tu apate kuanzia goli moja na kuendelea. Hapo kwa upande wa Juventus pia alimaliza game ya 4 hiyo nakutajia. Haya, toke hapo tuende pale nchini Ufaransa. Vijana wa Saint-Etienne wao watakuwa nyumbani. Ukumbuke kwamba hawa vijana ni wagumu pia, ni miongoni mwa timu pia kubwa sana pale katika taifa la Ufaransa, ikichukua ubingwa mara kadhaa miaka ya zamani hapo. Lakini yuko Paris Saint-Germain ambaye ana kiu ya kutaka ubingwa pia, moja kwa moja anakwenda kupata ushindi. Kwa hiyo vijana wa Saint-Etienne licha kwamba wao watakuwa nyumbani, lakini pengine PSG akatoa adhabu kwa vijana hawa, lakini kwa guarantee game weka tu mechi nzima itoe magoli 2 na kuendelea. Kwa hiyo full time over 1.5 kusiwa hata na mambo mengi over 1.5 hapo na kwa umehitimisha. Kina Ousmane Dembele leo anakwenda kuforce, unakutana mtu kama Kvicha Kvaratskhelia pia anahitaji magoli, naye pia aonekane kama kwenye ligi humo. Kwa moja kwa moja leo kunakwenda kwa na ile struggle ya mabao. Kwa moja kwa moja vijana wa Paris Saint-Germain goli watapata, lakini hata vijana wa Saint-Etienne pia wanaweza kupata goli. Kwa moja kwa moja wewe mbalance tu kwamba mechi zima itoe magoli 2. Pia kumbuka PSG naye pia ana vibarua vingi sana, lakini anaweza akajikuta hata hii game pia ana sare. Kwa moja kwa moja wewe blinde tu kwamba PSG mechi nzima itoe magoli 2 kwa wote wawili, over 1.5. Hai. Hapo Ufaransa na kwa nimemaliza game ya Nice dhidi ya Monaco, sio ya kugusa kwa sababu Monaco pia anaweza akaadhibiwa hata hapo nyumbani kwake, lakini pia Reims dhidi ya vijana wa Marseille, hiyo ni bonge moja ya game na ni game ngumu pia. Kwa hiyo sio ya kugusa, ni kuacha nao. PSG ndio game ambayo tuipo wazi kwamba magoli 2 yanaweza yakatoka. Tukitoka hapo tuende pale nchini Scotland, vijana wa Hearts wao watakuwa na kibarua dhidi ya Celtic. Celtic ambaye yupo nyumbani. Vijana wa Hearts pia sio kwamba hawajawahi kushinda dhidi ya Celtic, pia wamewahi kushinda miaka ya nyuma hapo kidogo, lakini kwa sasa hivi mambo yamekuwa magumu, takriban game 3 wanapoteza dhidi ya Celtic. Kwa moja kwa moja leo pia pengine adhabu ikawakuta, lakini sasa kwa kuilinda game basi weka pia mechi nzima itoe kuanzia magoli 2 au kuanzia magoli 3 au mpate double chance Celtic kwamba ashinde au asare. Poteza mchezo wa leo Celtic ni ngumu ukizingatia pia anahitaji kuongeza ile gap dhidi ya Rangers iliyozidi kuwa kubwa, ikiwezekana atangaze ubingwa mapema tu. Kwa moja kwa moja leo anakwenda kupata ushindi, hata kama atakuwa ameforce, hata kama atalazimishwa sala, lakini ni ngumu. Moja kwa moja Celtic pengine akapata ushindi mzuri tu, lakini vijana wa Hearts pia wanaweza kascore. Kwa moja kwa moja wewe balance kwamba game nzima itoe kuanzia magoli 2, lakini pia hata magoli 3 yanaweza akatoka. Haya, kwa hiyo game ya Celtic pia nakuwa nimemaliza hapo. Nimeshakutajia takriban game 6, game zote za pale nchini Uingereza. Naona kama ni ngumu kwa sababu najua Brighton yupo nyumbani, lakini sasa Nottingham Forest game iliyopita ameshinda 7-0. Kwa hiyo moja kwa moja unaweza kutazama kwamba inaonekana kama ameziweza zile mbinu za Brighton. Kwa moja kwa moja game leo unaweza kumlinda Brighton pia, lakini pia unaweza kaamua kwamba game nzima tuitoe magoli 2 ukawa umeepusha mambo mengi. Kwa full time over 1.5 pia ni option nzuri sana. Lakini pia kwa upande wa vijana wangu wa Crystal Palace, wao mimi nawaona leo pengine wanakwenda kupoteza huu mchezo kwa sababu game iliyopita walishinda dhidi ya Fulham. Fulham walikuwa nyumbani pale, naweza nikasema ni makosa madogo ambayo Fulham waliyafanya, na pengine sasa hivi hata rudia yale makosa na vijana wa Crystal Palace pengine mambo yakawa magumu. Kwa moja kwa moja pia hii game kwa guarantee tu weka mechi nzima itoe pia kuanzia magoli 2. Maana unaweza kaweka Fulham double chance au Fulham ashinde, ukashangaa Crystal Palace pia akafanya kile alichokifanya kwenye mechi iliyopita. Kwa moja linda mechi nzima pia itoe magoli 2. Hapo mimi nimemaliza kwa upande wangu, lakini pia wewe usahau kusubscribe channel yangu, lakini pia hakikisha unakuja hapa kila siku za Jumatatu na Jumanne nitakuwa na post story kuhusiana na mechi fulani ambazo wewe kutikisa, lakini pia story kuhusu wachezaji mbalimbali, lakini pia kuhusu timu mbalimbali. Kwa baki na Kylian Sports, Kylian Idris. Thank you.